Huu hapa ni utabiri wa Kigogo kuhusu yaliyojiri jana kwenye kesi ya Tundu Lissu, ambapo shauri la Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu liliingia katika hatua muhimu sana ya kimahakama baada ya Mahakama Kuu kutoa uamuzi kwamba upande wa mashtaka umeweza kuweka msingi wa prima facie kesi unaomfanya mshtakiwa kuwa na kesi to answer. Kwa maana ya kisheria ni kuwa uamuzi huo haukuwa finding kwamba Lissu ana hatia, bali ulikuwa ni uamuzi kwamba ushahidi uliowasilishwa na Jamhuri umefikia kiwango cha kumtaka mshtakiwa atoe majibu yake kabla mahakama haijafanya uamuzi wa mwisho kuhusu hatia au kutokuwa na hatia. Jamhuri iliwahi kuwasilisha ushahidi kupitia mashahidi 17, na baada ya kufungwa kwa ushahidi huo, mahakama ilijielekeza kwenye swali la kama ushahidi uliopo unaweza ukikubaliwa kuanzisha msingi wa kumshtaki mshtakiwa kwa ofensi inayodaiwa. Mahakama ilisisitiza kwamba katika hatua hiyo haikuwa inafanya tathmini ya mwisho ya credibility, reliability au weight ya ushahidi wa mashahidi, bali ilikuwa inaangalia kama kuna msingi wa kisheria wa kumtaka mshtakiwa ajibu. Baada ya uamuzi huo, Lissu akachagua kutumia haki yake ya kikatiba na ya kisheria ya kujitetea kwa kutoa sworn testimony pamoja na kuwasilisha mashahidi wa defense. Hapo ndipo shauri likaingia katika eneo pana la law of evidence na criminal procedure, hususan kuhusu haki ya accused kupresent defense yake, summons za mashahidi, competency, compellability, relevance pamoja na mipaka ya judicial discretion. Lissu alitaja mashahidi kadhaa ambao waliona wanaweza kuwa na ushahidi wa matilio kuhusu masuala yanayounda msingi wa shtaka. Miongoni mwao walikuwa viongozi wa serikali, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na viongozi wa Chadema. Hoja ya defense ilikuwa kwamba mashahidi hao wanaweza kuwa na taarifa zinazohusiana na mazingira ya madai ya kutishia serikali, mfumo wa ulinzi na usalama wa taifa, pamoja na mazingira ya kisiasa na uchaguzi ambayo ndio context ya kauli inayolalamikiwa. Jamhuri ilipinga baadhi ya mashahidi hao kwa hoja kwamba ushahidi wao haukuwa matilio au relevant. Na pia ikaibuka masuala yanayohusu sheria maalum zinazolinda baadhi ya viongozi na taarifa zinazohusiana na usalama wa taifa. Hivyo mjadala ukahamia kwenye swali muhimu la kisheria. Je, mahakama inaweza kutoa summons kwa shahidi ambaye defense inaamini ana ushahidi wa material facts, na ni mazingira gani yanaweza kuzuia au kuweka masharti juu ya shahidi huyo kutoa ushahidi? Katika mjadala huo kulikuwa na tofauti muhimu kati ya competence, compellability na relevance. Mtu kuwa na cheo fulani haikumaanishi moja kwa moja kwamba ushahidi wake hauna relevance. Vivyo hivyo, kuwepo kwa privilege au statutory protection ya kumaanishi moja kwa moja kwamba ushahidi wote unaohusiana na mtu huyo hauwezi kupokelewa. Mahakama inapaswa kuangalia sheria mahususi inayohusika, nature ya ushahidi unaotafutwa na fact in issue katika shauri hili. Hoja nyingine muhimu ilikuwa ni judicial discretion katika kuamua kama shahidi aitwe au la. Ingawa mahakama ina discretion katika masuala ya summons na admissibility ya ushahidi, discretion hiyo si ya kiolela. Inapaswa kutumiwa kwa misingi ya sheria, facts na considerations zinazohusika na shauri. Endapo shahidi anayependekezwa ana ushahidi wa material fact, kukataa kumuita kunahitaji msingi wa kisheria unaoweza kueleweka na kuchunguzwa katika hatua za juu za appellate review. Kujitokeza pia swali kuhusu madai kwamba mashahidi wa serikali ambao tayari wametoa ushahidi walikuwa wametoa ushahidi kwa niaba ya serikali. Defense ilipinga hoja hiyo kwa kusisitiza kwamba katika mfumo wa ushahidi, shahidi kwa kawaida hutoa ushahidi kuhusu mambo anayojua yeye mwenyewe. Cheo cha mtu kama mtumishi wa serikali akifanya ushahidi wake kuwa ushahidi wa mtu mwingine ambaye hajafika mahakamani. Hivyo, hoja ya kama shahidi mwingine anaweza kuitwa hawezi kuamuliwa kwa kusema tu serikali tayari imeshatoa ushahidi. Kulikuwa pia kuna mjadala kuhusu national security na classified information. Hapo ndipo zana ya camera proceedings inapoweza kuwa na umuhimu. Kuwepo kwa taarifa nyeti ya kumaanishi lazima kama shahidi mwenye taarifa hizo azuiwe kabisa kutoa ushahidi. Mahakama inaweza pale sheria inaporuhusu kudhibiti namna ushahidi huo utakavyopokelewa ili kulinda maslahi halali ya umma au usalama wa taifa bila kuondoa moja kwa moja haki ya defense kuwasilisha ushahidi wake. Baada ya hoja hizo za awali, Lissu aliingia katika witness box akaapishwa na kuanza kutoa ushahidi wake yeye mwenyewe.
Hii ilikuwa hatua muhimu kwa sababu sasa masuala yaliyokuwa yamejadiliwa katika proceeding na submission yalianza kuingia katika mfumo wa sworn evidence ambao unaweza kuhojiwa na upande wa mashtaka kupitia cross examination. Na katika ushahidi wake wa mwanzo, Lissu alieleza historia yake kama mwanasheria, mwanasiasa na kiongozi wa Chadema. Alieleza nafasi mbalimbali alizowahi kushika ndani ya chama, ubunge wake, uongozi katika masuala ya sheria na katiba, pamoja na nafasi zake katika taasisi za kitaifa na kimataifa. Alitoa pia ushahidi kuhusu kushambuliwa kwake kwa risasi tarehe 7 Septemba mwaka 2017, matibabu aliyopata Nairobi na baadaye Leuven, pamoja na madhara yaliyotokana na tukio hilo. Alieleza kwamba alifanyiwa matibabu na operations nyingi na kwamba athari za tukio hilo bado zinaonekana katika mwenendo wake wa kutembea. Lissu pia alieleza mazingira ya kuondolewa nchini kwenye matibabu. Lissu pia alieleza mazingira ya kuondolewa kwake kwenye ubunge wakati akiwa nje ya nchi kwa ajili ya matibabu. Alidai kwamba licha ya kuwa mbunge aliyekuwa amepata majeraha makubwa, hakupata msaada wa gharama za matibabu kutoka kwa bunge au kwa serikali kama alivyodaiwa kwa sheria husika ilivyotakiwa. Alitumia sehemu hii ya ushahidi kuweka mbele ya mahakama mazingira mapana ya uhusiano wake na taasisi za serikali. Kwa upande wa evidentiary law, mahakama inapaswa kutofautisha kati ya background evidence na ushahidi unaogusa moja kwa moja facts in issue. Historia ya mtu inaweza kuwa muhimu katika kueleza context, state of mind, motive au circumstance, lakini uzito wake wa mwisho utategemea uhusiano wake na ingredients za offense inayoshtakiwa. Lissu alieleza pia historia yake katika masuala ya katiba, uchaguzi na sheria. Alisisitiza kwamba amekuwa akishiriki katika uchaguzi Tanzania kwa muda mrefu kama mpiga kura, mgombea na mwanasheria, na kwamba ameshiriki katika litigation nyingi za uchaguzi. Alieleza pia kwamba amefanya utafiti mpana kuhusu mfumo wa uchaguzi Tanzania, na hoja hii ina umuhimu katika defense kwa sababu kauli inayounda msingi wa shtaka inahusishwa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Defense inaonekana kutaka kuonyesha kwamba kauli hiyo haikutolewa katika vacuum, bali ilitokana na historia ndefu ya constitutional advocacy, electoral reform na political discourse. Katika criminal law, hata hivyo, swala kuu litabaki kwenye ingredients of the offense. Mahakama itahitaji kuangalia kama prosecution imeweza kuthibitisha kila element inayohitajika kisheria, ikiwemo actus reus, na pale itakapohitajika na statutory provision au specific criminal intent. Defense kwa upande wake inaweza kujaribu kuonesha kwamba kauli iliyotolewa ilikuwa katika mazingira ya lawful political expression, constitutional advocacy na au electoral criticism, pamoja na kwamba haikufikia kiwango cha nia ya jinai kinachohitajika na sheria. Lissu pia alieleza kuwa historia yake ya kitaaluma na kisiasa kimataifa. Alitaja nafasi alizowahi kushika, tuzo alizopokea na kauli za taasisi mbalimbali za kimataifa kuhusu haki za binadamu, demokrasia, pamoja na kesi yake. Kwa mtazamo wa kisheria, ushahidi wa aina hiyo unaweza kuwa na nafasi katika kujenga context au character au background evidence, lakini si ushahidi wa moja kwa moja kwamba offense haikutendeka. Mahakama italazimika kuupima kwa kuzingatia relevance na probative value yake dhidi ya issues zinazotakiwa kuamuliwa. Sehemu nyingine muhimu ya siku ilikuwa ni maandalizi ya mashahidi wa defense. Lissu alipata muda wa kufanya consultation na mawakili wake pamoja na baadhi ya mashahidi aliyowataja. Mahakama ikaelekeza mashahidi hao watoke nje ya courtroom ili wasisikie ushahidi unaotolewa na mashahidi wengine kabla ya wao kuitwa. Hii inaendana na principle ya exclusion au sequestration of witness, ambayo inalenga kulinda integrity ya testimony na kuzuia shahidi kuathiriwa na ushahidi wa shahidi mwingine. Kwa hiyo, kisheria, leo ilikuwa siku ya mabadiliko makubwa kutoka prosecution kesi kwenda defense kesi. Jamhuri tayari imewasilisha ushahidi wake na mahakama ikaona kuna kesi to answer. Sasa burden ya mwisho ya kuthibitisha guilty bado iko upande wa prosecution, yani defense haibebi burden ya kuthibitisha innocence kwa kiwango sawa na prosecution. Hatua inayofuata itakuwa muhimu zaidi kwa sababu mahakama itaanza kupata ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa mshtakiwa mwenyewe, na baadaye itabidi ipime ushahidi huo dhidi ya ushahidi uliowasilishwa na jamhuri. Kwa lugha rahisi ya kisheria, leo mahakama haikusema Lissu ana hatia, ila ilisema kuna msingi wa kumsikiliza katika defense.
Lissu sasa ameanza kujenga defense yake kwa sworn testimony, huko vita ya kisheria kuhusu mashahidi, summons, relevance, privilege na fair trial ikiendelea sambamba. Kesi hii imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026 saa 3 asubuhi. Polisi wataendelea na ushahidi wake. Hapo ndipo tutakapoanza kuona kwa undani zaidi namna defense itakavyounganisha ushahidi wake na ingredients za shtaka, na ushahidi huo unaweza kuwa ukaibua reasonable doubt kuhusu kesi iliyowasilishwa na Jamhuri. Hapo itabidi tukutane Jumatatu, tutaona nini kitaendelea kwenye kesi hii. Je, au upande wa Jamhuri wataweza kuwashambulia zaidi upande wa defense, au upande wa defense watashindwa kujitetea dhidi ya maswali ambayo yatakuwa yanapelekwa na Jamhuri? Tukutane Jumatatu tuone nini kitajili kwenye kesi hii ya Tundu Lissu ambayo itaendelea kwa huu mwezi mzima wa 8 mpaka pale utakapofika mwezi wa 9. Kuna tarehe ambayo sikumbuki ilikuwa ni tarehe gani walisema, lakini mwezi wa 9 ndo kesi hii, mfululizo wa hizi kesi utasimama. Lakini kwa sasa hivi kama kesi bado inaendelea, itabidi iendelee mpaka hizo siku. Lakini kama itaishia njiani baada ya maamuzi kuchukuliwa yote, nitakuja kuwajulisha hapa.